juu kabisa, na ni mtu ambaye ana msimamo katika kile ambacho yeye anakiamini. Aliwahi kunihadithia au kunisimulia kwamba hata huko nyuma wakati yuko shuleni aliwahi kupata misukosuko akiwa mwanafunzi JKT, huko misukosuko ya kupingana na baadhi ya mambo ambayo yalikuwa yanatakiwa na Mwalimu Nyerere. Yeye alikuwa akipingana nayo, kuonesha kwamba yeye hii misimamo mikali sio kwamba vitu ambavyo amevipata leo. Hiyo ni tabia yake. Ni kiongozi jasiri sana, ni kiongozi jasiri sana. Ukizingatia tukio lile limetokea Septemba la kupigwa yeye risasi, likakaribia kupoteza maisha yake, limezoofisha mwili wake, na baadaye akasafirishwa kwenda Nairobi na Ubelgiji, akatibiwa mpaka Mwenyezi Mungu kwa rehema zake akapoa kwa kiwango alichopoa. Lakini alipokwenda kuombwa ugombea makamu mwenyekiti wa Chadema, mimi ni miongoni mwa watu labda walikuwa wakiamini kwamba Mheshimiwa Lissu atasema hapana, kwamba jamani, niacheni pumzike, baada ya kadhia hii yote nishafika huku nje, bado nirudi tena. Lakini yeye kwa moyo mkunjufu kabisa akakubali na akasema kwamba yuko tayari kugombea nafasi hii makamu mwenyekiti, na niko tayari kurudi ndani ya nchi, na wala hajawahi kuwa na chembe ya woga, na akarejea katika nchi yetu na akagombea kwa makamu mwenyekiti wa chama, kama tutakumbuka vizuri, katika uchaguzi huo uliopita kabla huu wa juzi, na amekuwa makamu mwenyekiti wetu. Sasa kadhia hizi ambazo anapitia za kesi, ambapo mimi sitaki kuzungumza sana hiyo, jambo liko mahakamani. Ninashukuru kwamba Februari kesi itaanza tena. Tuendelee kumtia moyo Mheshimiwa Lissu kwa kusimama imara na chama, viongozi wetu hawa, sote kwa pamoja tukiamini kwamba mwenyekiti anasimamia haki, mwenyekiti anapigania haki, sio yake yeye binafsi. Maana yake kama ingekuwa ni haki yake yeye binafsi, basi sasa Mheshimiwa Lissu ingekuwa tajiri. Maana zipo ofa kwamba wewe acha siasa zako nje, sisi tutakupa hichi na hichi, au wewe toka, tutakutoa gerezani, tutakupa hichi na hichi. Lakini anasema yeye hapana, nataka haki ifanyike mahakamani. Kama alikamatwa anakosa, basi mahakama imtie hatiani, na kama hana kosa basi mahakama imwachie huru, lakini sio kwa maneno yake ya mwenyewe kurambishwa asali au kwa kupishwa. Yeye mwenyewe anasema sio papai kwamba ataozea jela. Yeye ni binadamu na ana mifano mingi hai, ya viongozi, wanaharakati mbalimbali, watu mbalimbali ambao walikuwa wanapigania haki, kwamba wako ndani na walipata madhila mbalimbali. Msimamo wa Wazanzibari wengi wanaamini kwamba baada ya kuondoka au kufariki Maalim Seif Sharif Hamad, hakuna mpinzani au hakuna kiongozi kutoka upande huu wa vyama hivi vya mageuzi ambaye ana uwezo wa kupambana na kuhakikisha kwamba Zanzibar inapata mamlaka kamili kama sio Tundu Lissu. Tundu Lissu ni mtu ambaye anaaminika sana na Wazanzibari walio wengi, na wanaamini katika yeye kwamba mamlaka kamili ya Zanzibar yatapatikana kupitia Chadema ikiwa chini ya uongozi wa Mheshimiwa Tundu Lissu. Mimi nampongeza sana, na kuna mengi sana na ninajifunza kwake, hasa hususan ujasiri wake na moyo wake wa kuwapenda Watanzania na msimamo wake wa kupenda chama na kupigania chama kwa hali yoyote ile ambayo yeye anayo. Asante. Mheshimiwa Naibu. Mheshimiwa Katibu, unaweza kuendelea, maana naibu ameganda. Asante sana Mheshimiwa Makamu kwa majibu mazuri. Napenda tu kukuuliza kuhusu haya yaliyojitokeza siku ya tarehe 29
Oktoba mwaka jana. Unayazungumziaje? Watanzania wana hamu ya kusikiliza walau chochote kuhusu hilo. Karibu. Kwanza nichukue fursa hii kuwapa pole wa Watanzania wote, kuwapa pole Watanzania wote walipata kadhia ya kupoteza ndugu zao, marafiki zao katika matukio yaliyotokea tarehe 29 ya Oktoba. Ilikuwa ni sio jambo jema, ni jambo baya sana katika historia ya nchi yetu. Ni jambo ambalo kwa kweli limesababisha doa katika nchi yetu, kama kilikuwa ni kisiwa cha amani, nchi ambayo ilikuwa inaheshimika kwa kuheshimu utu wa watu. Na mimi ninaamini kwa dhati kwamba haya yasingefika kama sio kiburi cha viongozi, cha watawala kukataa ushauri wa upande wa pili, wakiamini kwamba wao wamekamilika, wakati walisahau kwamba kiburi ni sifa ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anasema kiburi ni mtandio wake. Kwa hivyo mwanadamu ambaye ana kiburi, maana yake anauvua mtandio wa Mwenyezi Mungu. Sasa tizama wewe tu hapo, kwa mfano na mke amevaa hijabu yake, amevaa mtandio wake, anakuja mtu anamvua mke wako, zile hasira zako zitakuwaje? Sasa binadamu unapojitwisha kiburi ni mtandio wa Mwenyezi Mungu. Sasa unapokwenda kujichukua wewe binadamu kiburi, ina maana hadhi za Mwenyezi Mungu zinakuwa kubwa zaidi, kwa sababu Mwenyezi Mungu katika jambo ambalo amekataza binadamu kuwa na kiburi, ni jambo baya sana. Msimamo wa chama chetu unaeleweka wazi kwamba sisi chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, sio bara sio Zanzibar, hakitambui matokeo hayo ya uchaguzi mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa sababu kwanza sisi hatukushiriki, lakini la pili pia hata uchaguzi wenyewe, yale mazingira yenyewe na matokeo yaliyotokea unaonesha shaka. Na bahati nzuri kwamba waangalizi wa kimataifa wa ndani ya Afrika na nje ya Afrika wameeleza hizo shaka zao kwamba matokeo haya yalikuwa yanaonyesha kila dalili kwamba yalikuwa yamepangwa, ukizingatia kwamba matukio yale ambayo yalitokezea hiyo tarehe 29 na matokeo yaliyotangazwa ya asilimia zaidi ya 97 ni kitu kidogo ambacho kinashangaza. Sasa damu hii ya Watanzania iliyomwagika, niombe wale ambao wanashikilia mamlaka kwa nguvu, basi iwe funzo kwao kwamba kiburi hakina maana. Na sisi kama Chadema hatujawahipo kukataa mazungumzo ya aina yoyote ile kwa ajili ya ustawi wa nchi yetu, kwa ajili ya ustawi wa taifa hili, kuimarisha demokrasia. Tunaamini kwamba vita vya wenyewe kwa wenyewe ni vigumu sana, ugomvi wa wenyewe kwa wenyewe ni vigumu sana, na hausuluhishwi kwa bakora. Ugomvi wa wanandugu hausuluhishwi kwa bakora. Ugomvi wa wanandugu unasuluhishwa kwa mazungumzo, kwa maelewano. Lakini je, ni nani anasimamia mazungumzo? Kwa nyinyi wanandugu hamwaminiani, maana yake ni lazima kuwepo na mtu madhubuti, mtu ambaye anaaminiwa na wanandugu wote wawili kuja kusimamia yale mazungumzo na mazungumzo au maridhiano ya kufikia kule. Sio hivi danganya toto kwamba tunaambiwa sisi tuko tayari kwa maridhiano. Nasikia kauli nyingi zinatolewa kwa baadhi ya hao viongozi wanajitwalia madaraka kusema kwamba wao wako tayari kwa mazungumzo, wako tayari kwa maridhiano, lakini ukiangalia matendo na dalili za wazi unaona hiyo ni dhamira tu haipo. Unaona ni maneno tu ya kisiasa. Leo tunaposema kwamba tuko tayari kuzungumza labda na Chadema, tunazungumza vipi wakati chama kiko? Tunazungumzaje? Kwamba sisi tumezuiliwa tusifanye shughuli zetu, hatuna ofisi tunaofungua, mali zetu zinaharibika, wanachama wetu hata wakikutana wawili watatu wanakamatwa, wanaambiwa wanataka kufanya uhaini. Alafu leo utauke kwamba tuko tayari kuzungumza au tuko tayari kufanya mazungumzo hata na Chadema na nani, wakati sisi tuko kifungoni. Hatuwezi kuzungumza. Tuko tayari kuzungumza, lakini hatuwezi kuzungumza tukiwa kifungoni. Hatuwezi kuzungumza ikiwa mwenyekiti wetu ambaye ataongoza jahazi yupo ndani. Tuzungumze nini? Au turidhiane nini?
Sasa kama wale ambao licha ya haya mambo waliotumia, hebu na watafakari kwa kina. Sisi tunaamini pasipo shaka yoyote kwamba hata kesi iliyofunguliwa na Said Issa sio kesi yake, ni kesi ambayo yeye ametumika tu kwa daraja la kufikia kule kukwamisha hichi chama. Kwa hivyo niwaambie Watanzania na niwatoe hofu, mimi siku zote siamini katika mapambano ya wenyewe kwa wenyewe, kwa sababu mapambano yenyewe kwa wenyewe hajawahi kuleta tija. Tuwaangalie majirani zetu hapo Somalia, tangu mwaka 94 alipoondoka yule rais wao Siad Barre mpaka leo wamegawana Somaliland nini, lakini hakuna chochote ambacho kimefanikiwa. Tuiangalie Libya, tangu Muammar Gaddafi aondoke kule, kuna nini kimetokezea? Vita vyenyewe. Tuiangalie Iraki, tangu Saddam Hussein alipoondoka, kuna manufaa gani ambayo yamepatikana? Kwa maana vita vya wenyewe kwa wenyewe, ugomvi wa wanandugu ni ugomvi mbaya kuliko vita vya kupigana nchi na nchi. Kwa hivyo mimi ninaamini katika maridhiano, ninaamini katika mazungumzo, lakini wale ambao wanasimamia hii nchi kwa sasa waoneshe dhamira za kweli, sio wasema wanataka maelewano na mazungumzo wakati sisi tumeteka kifuko. Mheshimiwa Katibu. Asante sana Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, umenena vyema. Kuna jambo linaendelea sasa hivi baada ya matukio ya tarehe 29 Oktoba mwaka uliopita, kwamba imeundwa tume ambayo inatamkwa kwamba ya uchunguzi wa yaliyojiri kabla, wakati na baada ya tarehe 29 Oktoba. Unalizungumziaje hili? Maana kuna baadhi ya sintofahamu zilizopo mitaani huku katika magenge ya kisiasa au mazungumzo ya kawaida kwamba tume hii huenda ikapandikiza jambo baya kuhusu Chadema, yanazungumzwa. Sasa sijui Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, una neno gani katika hii tume? Tutarajie nini? Sawa, mimi nimesikia hiyo tume iliyoundwa na inaongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Mheshimiwa Osman. Ni kweli kama unavyosema wewe, unasikia hizo tetesi za kusema kwamba tume hii huenda ikatoka na mapendekezo ya jambo baya labda dhidi ya watu au dhidi ya kundi. Mimi sitaki kuamini hivyo. Mimi kinachonitisha zaidi ni matamko ya baadhi ya wanaharakati au ya watu ambao wamejivika uchawa kuanza kutoa hukumu, kuanza kutoa maoni, wakati kuna tume imeundwa ije ichunguze kiini cha tatizo. Tatizo ni nini mpaka ikatokea haya tarehe 29, na kwa nini? Na hata Mama Samia wakati anaona tume hii akaiagiza pia kwamba iangalie na vyama. Kwa nini tusiachie tume? Sasa kuna maelekezo kutoka kwa watu wananyooshea vidole Chadema, sijui Chadema inahusika na hichi, Chadema inahusika na hichi, Chadema inahusika na hichi. Sinendeni kwenye tume mkatoe maoni. Kwa nini mmepisha vikao na waandishi wa habari au kwenye mitandao mnafanya uchawa watu? Yani ni jambo ambalo kwa kweli linasikitisha sana, Mimi muongo, watu wanasema, kuna methali ya Kiswahili, muongo muongoze. Muongo muongoze, njia ya muongo ni fupi. Hebu tuiacheni hiyo tume hiyo ifanye hizo shughuli zake, ikiwa ina maelekezo tutajua, kwa sababu sio wote walioko kwenye tume wana udhaifu au hawajielewi. Wanajielewa na wanajua ukweli. Wanajua ukweli. Ninaelewa kwamba kuna propaganda chafu kutaka kuhusishwa Chadema na matukio yale ya tarehe 29, lakini Watanzania wenye akili timamu, Watanzania wenye macho yao wanajua na wanafahamu hakuna tamko lolote lililotolewa na chama kuelekeza mambo ya tarehe 29. Alipokamata Mheshimiwa Lissu, maana yake majukumu yote kwa upande wa Tanganyika yalikuwa yakifanywa na makamu wa chama kwa upande wa bara, Mheshimiwa Heche. Na yeye ndio pia alikuwa akikaimu nafasi ya mwenyekiti wa chama akiongoza. Na hata yeye alipokamatwa na kuwekwa ndani muda wote, mimi ndio nilikuwa naongoza na kusimamia chama, lakini sijawahipo kutoka popote na kusema popote kwamba jamani, sisi tarehe 29 tuandamaneni. Tulijiepusha na hilo, hasa baada ya kuona hata ile ajenda yetu ya no reform no election sisi tulishaporwa, ilichukuliwa na Watanzania.
sisi tulijiepusha na hatukumhamasisha mtu. Sisi tumefanya maandamano mara ngapi? Lazima tunaelekeza maandamano yataanzia hapa, yataishia hapa, yatakwenda hapa, yatafikia hapa na hapa na hapa na hapa. Kwa hivyo ni kweli wapo watu wanataka, lakini mimi ninaamini kwamba serikali hiyo, maana serikali ipo, hata kama tutakuwa rais ipo, lakini serikali ipo na vyombo vingine vipo vya ulinzi na usalama. Ninaamini baada ya akili zao kutulia, wameanza kuona ukweli na wamejua ukweli kwamba matukio haya tarehe 29 yalikuwa ya Watanzania wenyewe na hawakupata ushawishi labda kutoka kwenye Chadema au chama chingine chochote cha siasa. Kama wao wenyewe wamehujumiana sawa, lakini sisi Chadema kimsingi hatukumhamasisha mtu, hatumwambia mtu kwamba bwana yakafanyeni haya na haya na haya. Tunataka mabadiliko, tunataka demokrasia, tunataka haki, na tungekuwa tunahitaji hizo vurugu tungeingia kwenye uchaguzi tukasema tutakwenda pambana huko. Kwa nini siku za nyuma tulikuwa tunashinda kwa tume hii katiba hii tunapata majimbo 20, 30, 40? Kwa nini? Lakini tuliona kwamba hakuna dhamira njema tangu mwanzo. Tuliona hakuna dhamira njema katika uchaguzi huu tangu mwanzo, na ndio maana tukadai kwamba tukadai mabadiliko yale ya mfumo wa uchaguzi na sheria za uchaguzi. Na ukiangalia kwamba kulikuwa hakuna dhamira njema, vyama vilipoitwa kwamba kusaini maadili yale, sisi hatukwenda. Lakini kilichotokezea ni nini katika mkutano huu? Kwamba mkurugenzi wa uchaguzi ambaye pia ni mwanasheria akatangaza kwamba Chadema haitoruhusiwa kushiriki uchaguzi kwa muda wa miaka 5. Akatoa matamko mbalimbali. Muda mchache baadaye kulikuwa kongamano la wanasheria. Wanasheria wanasema kwamba Chadema ina haki ya kusaini siku moja kabla ya uchaguzi kwa sababu uteuzi bado na nini. Sasa ile yote ilikuwa inaonyesha kwamba watu wa mifumo walikuwa hawana nia njema na Chadema, na pia walikuwa hawana nia njema na uchaguzi wenyewe, na hofu yao ya kushindwa na Chadema ilikuwa ni kubwa zaidi kuliko kitu kingine chochote. Asante sana Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti. Kuna muuliza swali kutoka Facebook anaitwa Dorcas.